Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais mwaka 2025 na hivyo kuendeleza utawala wake ulioanza tangu mwaka 1982. Tume ya katiba ya Cameroon imetangaza rasmi matokeo hayo yakimpa Biya muhula wa 8 utakaomweka madarakani hadi atakapokaribia umri wa miaka 100. Hapa natangaza kuwa rais mteule ni mgombea Paul Biya, alisema Clement Atangana, mwenyekiti wa baraza la katiba, alipokuwa akisoma matokeo mjini Yaounde mapema Jumatatu. Paul Biya ameiongoza Cameroon kwa zaidi ya miaka 43, akiwahi kuondoa ukomo wa mihula ya urais mwaka 2008, hatua iliyomruhusu kuendelea kugombea bila kizuizi. Wachambuzi wa kisiasa wanasema Biya amejijengea mtandao imara wa kisiasa unaotegemea vyombo vya usalama, chama tawala RDPC na udhibiti wa taasisi za serikali. Kwa kipindi kirefu amekuwa akitumia kauli mbiu ya umoja na udhabiti, huku wapinzani wakimtuhumu kwa kuendesha taifa kwa mkono wa chuma na kukandamiza upinzani na uhuru wa vyombo vya habari. Katika uchaguzi huu, Biya alikabiliwa na changamoto kubwa kutoka kwa Issa Chiroma Bakari, waziri wa zamani na msemaji wa serikali ambaye alijiondoa kwenye chama tawala mapema mwaka huu. Chiroma alipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia yaliyounda muungano wa mabadiliko. Hata hivyo, pamoja na msisimko huo, wachambuzi wanasema mfumo wa uchaguzi nchini humo ulihodhiwa na chama tawala, huku ripoti zikionyesha dosari katika upigaji kura na ucheleweshaji wa matokeo katika baadhi ya maeneo. Cameroon kwa sasa inakabiliwa na changamoto nyingi za ndani, ikiwemo mgogoro wa maeneo ya wanaozungumza Kiingereza unaoendelea tangu mwaka 2016, umaskini unaoongezeka katika maeneo ya vijijini na ukosefu wa ajira kwa vijana ambao wengi wao wamepoteza imani kwa mfumo wa kisiasa wa sasa. Wachambuzi wa kikanda wanasema ushindi huu wa Biya unaweza kuzidisha misukosuko ya ndani, hasa endapo serikali itaendelea kupuuza wito wa mageuzi ya kisiasa. Mataifa kadhaa ya magharibi yamekuwa yakifuatilia uchaguzi wa Cameroon kwa wasiwasi, yakihimiza kuheshimiwa kwa haki za binadamu na uwazi wa uchaguzi. Hata hivyo, mataifa kama Ufaransa na China yameendelea kuwa washirika wakuu wa kiuchumi na kijeshi wa serikali ya Biya, hasa kutokana na ushirikiano wa biashara ya mafuta na madini. Kushinda tena kwa Rais Biya kunamaanisha kuwa taifa la Cameroon litaendelea kuongozwa na mtu ambaye wengi wanamwona kama alama ya udhabiti, lakini pia ishara ya uzee wa mfumo wa kisiasa barani Afrika. Iwapo ataendelea hadi mwisho wa muhula huu, Biya atakuwa amehudumu kwa zaidi ya nusu karne, jambo linalomfanya kuwa rais aliyehudumu muda mrefu zaidi duniani. Wakati wananchi wa Cameroon wakiwa bado na mitazamo tofauti kuhusu ushindi huu, hali moja inabaki wazi. Taifa hilo linakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi, kisiasa na za kijamii ambazo zinahitaji suluhu za dhati. Paul Biya, ambaye sasa ni mfano wa utawala wa kudumu barani Afrika, anabeba jukumu la kuonyesha kwamba uzoefu wa miaka mingi unaweza kuleta mabadiliko chanya badala ya kudumisha ukwamo wa kisiasa.